ni mtu ambaye amesoma katika makundi madogo madogo ya Biblia, yaani ya kujifunza neno la Mungu. Tunaelewana? Kwa hiyo hiki cheti sio cheti ambacho unaweza ukaombea kazi serikalini, wako ukaombea ajira. Tuelewane kabisa. Kwa hiyo usianze kunisaidiaje. Takusaidia wewe kama Kristo, ya kwamba wewe ni Kristo mwaminifu mwenye kujifunza neno la Mungu. Sawa? Kwa hiyo tutakutambulisha tu kwa makanisa yetu. Sawa? Kwamba wewe ni Mkristo mwaminifu. Ni kama vile mshirika ambaye ana cheti cha ubatizo. Sawa? Sasa Mkristo kama una cheti cha ubatizo, bado tunakuchunguza. Sawa? Hauwezi ukawa huna cheti cha ubatizo, bado tutakuchunguza. Unatoka wapi? Wewe ni nani? Au niaje kuingiza kanisa? Una utambulisho. Sawa? Unasafiri, huna cheti cha safari na unataka watu wakutambue. Hata barua mchungaji wako hauna, namba ya mchungaji wako hauna, huijui hata kichwani. Alafu unaita ni Mkristo hai kabisa. Hapana, huo sio uhai. Sawa? Kwa hiki cheti ni udhibitisho ya kwamba wewe ni mshirika mwaminifu katika kujifunza neno la Mungu. Hapo chini kinaandikwa mradi wa Filipo, cheti kwa hapo hatujaandika jina, utaandika mwenyewe kwa mkono wako mzuri, kwa mwandiko mzuri. Kwa nini hatujaandika hapa majina yenu? Kwa sababu wakati mwingine tunaweza tukakuta haupo. Sawa? Kwa hiyo inakuwa kama uharibifu wa cheti. Au umeahirisha kuchukua Biblia, unataka tu kuishi bila nini? Biblia. Kwa hapo utaandika hapa hivi, majina yako yanayosoma kwenye vyeti vyako. Sawa? Utaandika majina yako kwa mwandiko mzuri. Kama mwandiko wako kama kuko amepita, tafuta mtu ambaye ana mwandiko mzuri akuandikie ili kusomeke vizuri kabisa. Tumeelewana? Kwa hiyo tunakabidhi na hiki cheti cha kwako, kitunze vizuri kwa ajili ya usalama wako, hata inapotokea umesafiri kwa makanisa mbalimbali. Unapokionyesha tunajua huyu mtu kwa kweli ni mtu ambaye anapenda kujifunza neno la Mungu. Sawa? Tabia ya kuomba. Yaani kila siku uwe na tabia ya kuomba. Sawa? Maana uhai wa Mkristo unategemea maeneo haya. Kuomba. Na ili maombi yako yawe na nguvu, maombi yako yanategemea utakatifu pamoja na neno la Mungu. Sawa? Usiwe muombaji ambaye huna maarifa, huna ufahamu katika neno la nani? La Mungu. Utasemeshwa hata na mashetani kwa uji unasema Bwana amesema. Umenielewa? Kwa lazima upime kile ambacho umekisikia katika maandiko. Sawa? Ili uweze kuishi maisha ya kushinda. Tunashinda kwa neno la ushuhuda. Si ndivyo? Kwa hiyo maombi yenye nguvu na matokeo yanaambatana na neno la Mungu. Wewe ukapeleka ajenda mbele za Mungu pasipo kuambatanisha na neno la Mungu. Maana kila kitu unachokihitaji kimeambatanishwa ndani ya neno la Mungu. Tumeelewana? Ukitaka maandiko ya uponyaji utayakuta, si unaomba Mungu akuponye. Ukitaka maandiko ya baraka utakuta yapo kwenye Biblia. Ukitaka maandiko ya kupigana vita vyote, unapiga miungu, unapiga uchawi, unapiga uganga, yapo kwenye Biblia. Si ndivyo? Ukitaka kuombea ndoa, maandiko ya kuombea ndoa yapo kwenye Biblia. Unaharibu maadui wa ndoa. Biblia inasema ndoa iheshimiwe na watu wote. Si ndivyo? Sasa maadui wa ndoa wa kwanza ni mwanadamu, Shetani na wewe mwenyewe. Sawa? Inawezekana ukageuka kuwa adui wa ndoa yako. Si ndivyo? Kivipi? Wakati mwingine kuna wengine humu
Niseme kwamba nilikuta na instance moja kwamba mtu mmoja ni mama tu mzuri Pentecost, ananena kwa lugha, anatoa na makamasi akiwa ibadani, tunaomba vizuri. Sawa? Nikakuta situation moja nyumbani kwake ni kwamba wanagombana sana na mume wake. Yule mama kanisani ni mtu mzuri sana. Wakati mwingine akiwa ananawisha watumishi wa Mungu, kama kuna jambo la kikanisa linahusu mambo ya chakula, anatembelea mpaka na magoti, ananawisha. Lakini nyumbani huwa anaweka tu chakula hivi. Umenielewa? Sasa yule mwanaume akawa anafikiria, sasa huko kanisani namwonaga anapiga na magoti, ananawisha. Yaani huku nawekewa tu, nitajinawisha mwenyewe. Ilikuwa kesi kubwa sana. Ilikuwa ni kesi kubwa sana hiyo. Sawa? Nani kakwambia uonyeshe heshima kwa watu wa nje, usionyeshe heshima nyumbani mwako? Nani kakwambia ufanye hivyo? Heshima ni kwa watu wote, inaanzia nyumbani hata nje. Sawa? Wewe ujulikane ni mtu huyu mmoja kwa tabia zako, sio na tabia mbili kama zanani huyu. Kuna kiumbe fulani ambaye huwa anajibadilisha kinyonga. Sawa? Uwe na tabia moja inayokutambulisha. Utambulisho wako ni Kristo kuishi ndani yako, na uishi katika moyo wa unyenyekevu. Sawa? Kwa hiyo kwa nini nakwambia haya? Nakwambia haya kwa sababu unaposoma neno la Mungu lazima likubadilishe. Na litakubadilisha kwa kulitii. Na kutii ni kulitendea kazi, si ndivyo? Tutakupima unalitii kwa kulifanyia kazi. Tunaelewana wa Kristo wa hapa Biblia? Nafikiri sasa mmenielewa. Napenda sana kuwa na kitu cha utangulizi kidogo, kwa sababu sisi walimu tunapenda sana tuambukize watu kitu ambacho tunakifanya. Ni tabia ya Yesu hiyo. Alipenda kuambukiza watu. Wale watu waliwaambia, ninyi wenye imani hapa nitakaa nanyi mpaka lini? Yaani anatamani wawe kama yeye alivyo. Mpaka anawakemea wanafunzi wake kwa kushindwa kuyafanya baadhi ya mambo ambayo wanayaweza kuyafanya, lakini kwa sababu ya hofu na kwa sababu ya uhaba wa imani ilikuwa ni zuio katika maisha yao. Kwa hiyo sasa nitaenda kukuita jina lako. Naomba sana usije hapa unamuitikia mtu. Sawa? Maana nitakuhoji. Sawa? Kwa hiyo tunaenda kuanza hii program ya kugawa Biblia. Nitakusoma jina lako, utakuja hapa. Watu wa TAG Ilola mpo? Sawa. Nitaanza na nyie. Watu wa TAG Ilola. Mchungaji wao yupo? Safi sana. Sasa usimame hapa baba, utawapatia Biblia washirika wako. Sawa? Uwapatie Biblia washirika wako. Kwa hiyo tutaanza kufungua Biblia na cheti. Mtumishi utanisaidia kuwapa na vyeti. Biblia pamoja na cheti. Nitaanza na Musa Isaya. Hayupo? Kama yupo sasa. Doto Musa. Maiki hii inajitosheleza. Samueli Isaya. Wewe nani? Sasa huitiki ndugu yangu vipi?
Samueli Isaya. Esther Charles. Sofia Maganga. Sofia Maganga hayupo. Zakaria Yohana. John Ndizu. John Ndizu hayupo. Monica Mandeleke. Sarah Benjamin. Sarah Charles. Sarah Charles. Consolata Ludoki. Consolata Ludoki. Kefreni Musa.